Kuna mambo mengi ambayo Wakristo wengi wanayaamini na mengine ambayo kanisa limeyafundisha kwa miaka na tunaona kwenye picha, filamu na sanaa, lakini hayako kwenye Biblia. Leo nitakufungulia mambo kadhaa ambayo tunaamini yapo kwenye Biblia lakini sivyo. Mambo ambayo tumefundishwa shuleni, tumeona kwenye picha za kanisa, tumeyaimba kwenye nyimbo na tumeambiwa na wazazi wetu. Lakini kama utasoma Biblia mwenyewe, hutayapata. Kaa mpaka mwisho. Hebu tuanze na jambo la kushangaza. Imani ya kwamba malaika wana mabawa. Kila mtu anajua jinsi malaika wanavyoonekana. Wana mabawa meupe makubwa, wana nguo nyeupe na kanzu ndefu za kung'aa. Hii ndiyo tunavyoona kwenye picha za kanisa, Christmas cards, filamu za Hollywood na sanamu za kanisa. Lakini Biblia inasema nini? Biblia inapotaja malaika wanaonekana kama watu. Mfano, malaika wawili Sodoma, ukisoma Mwanzo 19 mstari wa 1 hadi wa 5. Wale malaika wawili wakafika Sodoma. Loti akawaona, akaondoka, akawasujudia, akasema, "Bwana zangu, karibuni nyumbani mwa mtumishi wenu." Lakini kabla hawajalala, wanaume wa mji, wanaume wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, wakamuita Loti, wakamwambia, "Wako wapi wale wanaume waliokuja kwako usiku huu?" Hebu tuone kidogo hapa. Malaika wanaelezwa kama wanaume, si viumbe wa ajabu. Watu wa Sodoma hawakujua ni malaika, walifikiria ni watu wa kawaida na mabawa hayajatajwa hapa. Malaika hawa walionekana kama wanaume wa kawaida. Mfano wa pili, malaika wawili kaburini, Luka 24:4. Hata wakiwa wanachanganyikiwa juu ya jambo hilo, tazama, wanaume wawili walijionyesha wakiwa wamevaa mavazi yanayong'ara. Hapa pia mabawa hayajatajwa, msikilizaji wangu. Mfano wa tatu, malaika kwa Abraham, Mwanzo 18 mstari wa 1 hadi wa 8. Bwana akamtokea Abraham, akatazama, akaona wanaume watatu wamesimama mbele yake. Akasema, "Bwana wangu, usipite mbele ya mtumishi wako, mkae chini ya mti, nipate maji, muoshe miguu na mpate chakula." Akachukua siagi na maziwa na ndama akawaweka mbele yao, naye akasimama karibu nao chini ya mti, wakala. Abraham aliona watu watatu. Mmoja ni Bwana Mungu, wawili ni malaika, lakini wote watatu walionekana kama wanaume. Wakala chakula, wakaoshwa miguu, wakakaa chini kama watu wa kawaida. Sasa, kama Biblia inasema malaika wanaonekana kama watu, kwa nini tunaamini wana mabawa? Hebu tutazame ni kwa nini watu wanaamini kuwa malaika wote wana mabawa. Biblia inaeleza viumbe wengine wa mbinguni, makerubi, ukisoma Ezekiel 1:10, wana mabawa 4 na nyuso 8, lakini pia maserafi, ukisoma Isaya 6:2, wana mabawa, lakini hawa si malaika wa kawaida, ni malaika wa daraja la juu ambao wanautumikia karibu na kiti cha Mungu, si wale malaika wanaotumwa kwa wanadamu. Sababu nyingine ni sanaa ya Kigiriki na Rumi. Wagiriki na Warumi walikuwa na Nike, mungu wa ushindi, aliyeonyeshwa kama mwanamke mwenye mabawa. Wakati Ukristo ulipoenea katika Greco-Roman, wasanii walichukua idea ya mabawa kutoka kwa mungu huyo na wakaweka kwa malaika. Kwa miaka 1500 watu wamezoea, na sasa tunafikiria ni Biblia. Malaika wanaonekana kama watu, ndiyo maana Biblia inasema, "Usisahau ukarimu kwa wageni," kwa sababu kwa hilo wengine wamewapokea malaika bila kujua. Kaa some Waebrania 13:2. Kama malaika walikuwa na mabawa, ungewajua, lakini kwa sababu wanaonekana kama watu, unaweza kukutana na malaika bila kujua. Imani ya pili ni kuhusu Bikira Maria. Kanisa na Katoliki na baadhi ya Orthodox wanafundisha Mariamu alikuwa bikira milele. Alikuwa bikira kabla ya kuzaa Yesu, wakati wa kuzaa na baada ya kuzaa. Hakuwa na watoto wengine. Biblia inasema nini? Biblia inasema wazi Mariamu alikuwa na watoto wengine. Hebu tusome Mathayo 13:55 hadi 56. Je,
huyu si mwana wa seremala, mama yake haitwi Mariamu, na ndugu zake si Yakobo na Yose na Simoni na Yuda, na dada zake, je, wote hawako kwetu? Tazama, Yakobo, Yose, Simoni na Yuda, ndugu za Yesu. Wote hawako kwetu, maana yake ni wengi. Biblia inasema wazi Yesu alikuwa na ndugu na dada. Tusome pia Mathayo 1:25. Wala hakumjua mpaka alipomzaa mwanawe wa kwanza, akamuita jina lake Yesu. Kiebrania aya hii inasema Yosef hakukutana kimwili na Mariamu mpaka Yesu alizaliwa. Neno mpaka linaonyesha baada ya Yesu kuzaliwa, Yosef na Mariamu walikuwa na ndoa ya kawaida. Lakini kanisa linasema ndugu ni binamu. Kanisa la Katoliki linasema Kiebrania na Kigiriki hakukuwa na neno binamu. Je, hii ni kweli? Kidogo. Kiebrania kweli hakukuwa na neno binamu, lakini Kigiriki, lugha ya Agano Jipya, kuna neno binamu, anepsios. Paulo alitumia neno hilo katika Wakolosai 4:10. Marko, binamu wa Barnaba. Kwa hivyo, kama Mathayo na Marko wangetaka kusema binamu, wangeweza kutumia anepsios, lakini walitumia adelphoi, ndugu halisi. Kwa nini kanisa linasema Mariamu alikuwa bikira milele? Nadharia hii ilianza karne ya 4-5 AD. Ilichukuliwa kwa sababu bikira kwa mwanamke ina thamani sana zaidi kwa kipindi hicho. Imani ya tatu ni kuhusu Shetani. Kila mtu anajua Shetani alikuwa malaika, jina lake ni Lucifer. Hii ndiyo tunayoimba, hii ndiyo tunayofundishwa, lakini Biblia haisemi hilo. Biblia inasema nini? Neno Lucifer linatokea mara moja tu katika Biblia, Isaya 14:12 kwa King James Version. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Lakini Isaya 14 haizungumzi kuhusu Shetani, inazungumza kuhusu mfalme wa Babeli. Isaya 14:4 inasema wazi, utafanya wimbo huu wa mzaha juu ya mfalme wa Babeli. Maana nzima ni kuhusu mfalme wa dunia ambaye alijifanya Mungu na alianguka. Lucifer ni tafsiri iliyokosewa na watu wakaichukua bila kuelewa. Lucifer ni neno la Kiebrania Helel ben Shahar, maana yake shining one au morning star, kwa Kiswahili mbeba nuru. Si jina, ni sifa. Ukisoma pia Ufunuo 22:16, Yesu pia anaitwa morning star. Mimi Yesu, mimi ni nyota ya asubuhi iliyong'aa. Kwa Kilatini hii pia ni Lucifer. Kwa hivyo, kama Lucifer ni jina la Shetani, kwa nini Yesu anaitwa vivyo hivyo? Narudia tena, Lucifer si jina, ni sifa. Hivyo basi, Isaya 14 inazungumza kuhusu mfalme wa Babylon. Shetani ana majina mengine kama Satan, mshindani, Devil, msingiziaji, na Beelzebul. Lakini Lucifer halikuwa jina lake. Imani ya 4 ni kuhusu paradiso na kuzimu. Kila mtu anaamini mbinguni au paradiso iko juu angani, juu ya mawingu, na kuzimu iko chini, ndani ya ardhi. Huwa tunafikiri ukifa unaenda juu au chini. Biblia inasema paradiso na kuzimu ni nafasi au sehemu za kiroho, sio sehemu za kuonekana kwa macho. Paradiso si juu ya mawingu. Ukisoma watu wa Korintho 2:2-4 inasema, najua mtu fulani katika Kristo alipochukuliwa hadi paradiso ya 3. Paradiso ya 3 si sehemu ya kuonekana kwa macho, bali ni sehemu ya kiroho. Kuzimu si chini ya ardhi. Biblia inasema Sheol Kiebrania au Hades Giriki. Hii si chini ya ardhi, ni ulimwengu wa kiroho wa wafu. Kwa nini tunafikiria juu na chini? Kwa sababu Biblia inatumia lugha ya picha. Nainua macho yangu kwa milima, msaada wangu natoka kwa Bwana. Zaburi 121:1. Yesu alipaa mbinguni, Matendo 1:8. Lakini hizi ni figures of speech. Juu inamaanisha nguvu, utukufu au Mungu. Chini inamaanisha udhaifu, adhabu au dhambi. Sio maeneo ya kijiografia. Imani ya mwisho kwa leo ni kuhusu Mary Magdalene. Kila mtu anaamini Mary Magdalene alikuwa kahaba aliyeokoka. Filamu, vitabu na wachungaji wote wanasema hivi, lakini Biblia haisemi kamwe Mary Magdalene alikuwa kahaba. Ukisoma Luka 8:2
inasema, na wanawake wengine walioponywa na roho wabaya na magonjwa, Mariamu aitwaye Magdalena, ambaye mapepo 7 walitoka kwake. Hiyo ndiyo hadithi. Alikuwa na mapepo 7, Yesu alimponya, akawa mfuasi wake. Kwa nini tunaamini alikuwa kahaba? Mwaka 591 Pope Gregory the Great alitoa hotuba, akasema Mary Magdalene ni yule mwanamke mwenye dhambi katika Luka 7. Lakini Luka 7:36 mpaka 50 inazungumza kuhusu mwanamke mwenye dhambi ambaye alimpaka Yesu mafuta. Na bahati mbaya, Biblia haisemi jina lake, na pia Biblia haisemi ni Mary Magdalene. Pope Gregory alichanganya wanawake wawili tofauti, na ulimwengu uliamini kwa miaka 1400. Mpaka mwaka 1969 Kanisa Katoliki liliungama na kusema, tulisahau. Mary Magdalene si yule mwanamke mwenye dhambi, lakini jina lake lilikuwa limechafuliwa tayari. Hii inatufunza kwamba soma Biblia mwenyewe, usitegemee picha, filamu na hata mahubiri ya mchungaji hayatoshi. Soma neno la Mungu mwenyewe, acha uvivu. Kama Yesu alivyosema, mtaijua kweli, nayo kweli itawafanya huru. Yohana 8:32. Msikilizaji wangu, kwa leo ni hayo tu, na nikushukuru sana kwa muda wako msikilizaji wangu. Kama kipindi cha leo kimekufungua macho, nipatie like, na kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe. Tutaonana kipindi kijacho. Mungu akubariki.